Documents zikishindwa kuthibitishwa, maana yake yameingia kwa njia ya magendo na ni makosa. Ni makosa kwa maana mbili. Moja, yanakuwa hayajalipiwa kodi inayotakiwa, lakini yanaweza yakawa hayajafuata taratibu za vipimo kwa ajili ya kuwa halali kwa matumizi. Sasa wito wetu, kwanza, magendo hayakubaliki, na TRA kwa kushirikiana na vyombo vingine tunaendelea na ufuatiliaji na kuchukua hatua. Kwa hiyo tuwatahadharishe wale ambao wanajipanga kufanya magendo, watakamatwa, na tukiwakamata aidha watalipa kodi inayotakiwa au watakuwa prosecuted au mzigo utakuwa seized. Kwa upande wake, kamishna upelelezi wa kodi CTI Hashim Ndonga alisema kwamba TRA ilipata taarifa za kuingizwa kwa shehena hiyo ya mafuta kwa njia ya magendo kutoka kwa wasamaria wema na kuanza kufuatilia hadi kukamata. Mzigo huu tulipokea taarifa kutoka kwa wasamaria wema kwamba kuna mizigo ambayo inaonekana imeondoshwa bandarini ukanda wa Kunduchi pasipo kulipiwa kodi stahiki. Baada ya kupata hiyo taarifa, tukafuatilia kuweza kujua mahali mzigo ulipowekwa na tukaukuta, na baada ya hapo tukauliza dokumenti zilizokuwepo za mzigo, tukabaini kuna mzigo ambao haujalipiwa kodi. Na baada ya kufanya mahojiano, na bado tunaendelea kupokea taarifa zingine kuhusiana na mzigo kama dokumenti zipo. Frank Kashonde, EATV. Asante Frank Kashonde kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kata ya Sigunga iliyopo wilaya ya Uvinza mkoani